Haya, mtazamaji, sina maoni. Ndilo jibu la msemaji wa idara ya polisi Michael Mushiri baada ya kuulizwa maswali tofauti kuhusu ripoti ya BBC Africa Eye iliyofichua maafisa wa usalama waliowaua baadhi ya waandamanaji nje ya majengo ya bunge tarehe 25 mwezi Juni mwaka uliopita. Upande mwingine, afisi ya mawasiliano katika majeshi ya ulinzi maarufu kama KDF imepatia NTV majibu yale yale iliyoyapatia BBC Africa, licha ya NTV kuibua maswali tofauti na iliyoibuliwa na BBC Africa kuhusiana na ushahidi kuwa afisa wa KDF aliuawa angalau mwandamanaji mmoja au zaidi wakati wa maandamano hayo ya Juni. Mwanahabari wetu David Mudhoka na pekua hiyo. Saa chache pekee baada ya BBC News Africa kuweka makala haya kwenye mtandao wa YouTube yanayofichua nyuso za baadhi ya maafisa wa usalama waliowaua waandamanaji kiholela nje ya majengo ya bunge tarehe 25 mwezi Juni mwaka uliopita. Makala hayo yamesambaa mithili ya moto nyikani. Wengi wa Wakenya waliotoa maoni mitandaoni kuhusu makala haya wakighadhabishwa na jinsi maafisa wanaotegemewa kulinda Wakenya kwa jino na ukucha ndio waliokuwa kwenye mstari wa mbele kupiga Wakenya risasi, na vile kukerwa na jinsi zaidi ya miezi 10 baadaye hakuna yeyote aliyefungwa kufuatia mauaji hayo. Afisa huyu aliyetambuliwa kama John Kaboi ni miongoni mwa maafisa waliomulikwa katika upekuzi huo. Kaboi, aliyevaa mavazi ya raia, anasikika akitoa amri ya kuua kwa polisi aliokuwa nao. Miongoni mwa polisi hao ni polisi huyu aliyepiga magoti na kufyatua risasi zilizokatiza maisha ya Erickson Mutesia aliyekuwa akifanya kazi katika duka la nyama, na David Chege aliyekuwa mwalimu wa dini maarufu kama Sunday school teacher. Afisa mwingine aliyemulikwa ni huyu aliyevaa mavazi yanayofanana na mavazi ya kijeshi. Afisa huyu alimulikwa akipiga risasi kwa waandamanaji waliokuwa wakitoroka kutoka bungeni, na anaaminika kumpiga risasi ya kichwa Eric Shieni na kumuua papo kwa hapo. Kufuatia ufichuzi huu, NTV imejaribu kuwasiliana na idara tofauti zilizomulikwa kujua ikiwa kuna uchunguzi uliofanywa dhidi ya maafisa walioonekana wakiwa waandamanaji. Idara ya kwanza ni idara ya polisi wa kitaifa, ambapo tulimuuliza msemaji wa polisi Michael Mushiri maswali yafuatayo. Swali la kwanza: je, John Kaboi, afisa alionekana akivalia nguo za raia na anayedaiwa kuwa wa kituo cha polisi cha Central hapa jijini Nairobi, na anayesikika mara kadhaa akiwaambia polisi ua ni mmoja wenu? Na swali la pili: ikiwa ndiyo ni polisi, inawezekana kuwa bado anahudumu kama afisa wa idara ya polisi, na ni kwa nini? Jibu la Mushiri: no comment, au kwa Kiswahili sina maoni. Idara ya pili ambayo tumewasiliana nayo ni idara ya jeshi, ambayo vile tulitumia maswali tofauti. Maswali haya ni ikiwemo: je, kulikuwa na maafisa wa KDF katika majengo ya bunge tarehe 25 Juni mwaka 2024? Je, afisa aliyemulikwa akiwa amevalia magwanda ya kijeshi na akipiga risasi mwandamanaji aliyekuwa akikimbia ni mmoja wenu? Na je, KDF imefanya uchunguzi wowote kubaini ikiwa kuna mwanajeshi yeyote aliyehusika na kupiga risasi, kujeruhi na kuua waandamanaji tarehe 25 Juni mwaka 2024? Jibu la KDF ni barua hii ambayo tunafahamu ndiyo pia walitumia BBC News Africa wakati BBC walipouliza maswali yao. Kwenye barua hiyo, KDF wanasema ni kinukuu: dhamira ya majeshi ya ulinzi ya Kenya KDF ni kutetea na kulinda mamlaka na uadilifu wa eneo la Jamhuri, kusaidia na kushirikiana na mamlaka nyingine katika hali za dharura au maafa, na kurejesha amani katika sehemu yoyote ya Kenya iliyoathiriwa na machafuko au ukosefu wa utulivu kama ilivyokabidhiwa.
KDF wanaendelea. Mnamo tarehe 25 Juni mwaka 2024, KDF ilitumwa kwa mujibu wa kifungu cha 244(3)(b) cha katiba ya Kenya kusaidia huduma ya kitaifa ya usalama kukabili maandamano ya ghasia yaliyofanyika katika maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Kenya na kusababisha uharibifu na uvunjaji wa miundombinu muhimu. Hatua hiyo ilitangazwa kwenye gazeti la serikali kupitia notisi 7868 ya mwaka 2024. KDF wanaongeza, ripoti ya IPOA wakati huo ilionyesha kuwa mali iliyoharibiwa ni pamoja na bunge la kitaifa, jengo la mahakama ya juu, City Hall kati ya nyingine. Matukio hayo bado yanachunguzwa kikamilifu. IPOA kufikia sasa haijatuma maswali yoyote, taarifa au ombi la kuchunguza wafanyakazi wowote wa KDF ambao walihusika katika shughuli za kuunga mkono NPS katika kipindi hicho, wala hawajachapisha ripoti hiyo. Mwisho wa nukuu. Watetezi wa haki za kibinadamu wakighadhabishwa na ukosefu wa ripoti yoyote kutoka kwa mamlaka ya kuchunguza polisi ya IPOA kuhusiana na tarehe 25 Juni mwaka uliopita. Mpaka wa leo mambo yako wazi. Majenzi waliuawa, waliuliwa, walikufa, wengine wamepotezwa. Inaonyeshwa dunia nzima na hatuoni serikali ya Kenya ikitikika. Hatuoni wakishtuka. Wito wetu ni kwamba serikali ya Kenya, it needs to review the powers that have been given to the IPOA. Hatuwezi kusema kwamba IPOA ni independent, yet they cannot arrest these people. You cannot tell someone who is independent, who does not have a weapon, who does not have even a handcuff, to go and arrest someone who has a weapon, who is above them. Who will arrest the KDF? Majenzi wakati ndio sasa. Kwa sababu ile documentary ya Blood Parliament imeonyesha dhahiri kwamba hatuna viongozi, hatuna watetezi. Kwa hiyo lazima tuamke, tusimame kidete kama Wakenya. Pale ambapo panakoseka, tuamke, tuingie barabarani, tuitishe haki zetu zaidi na zaidi. Kwa sababu sheria haiheshimiwi, katiba haiheshimiwi, katiba imevogwa vyogo with the impunity of the highest order. David Muthoka, NTV, Nairobi. Haya, so Dr.